Ni wakati umeshafika, ni wakati wa kwenda kusherekea kafara ya Mama Zuena. Nilikuwa nikisubiri kwa hamu sana, nilikuwa naisubiria kwa hamu sana, manake nikikumbuka alivyomtafuna mwanangu, alimtafuna bila huruma kabisa. Yaani kwa kweli leo niko tayari kwenda kuenjoy kafara hii kubwa, sitaki hata kuchelewa hata kidogo. Hatuna muda wa kupoteza mzee Upala, huu ni muda wetu wa kuondoka sasa, manake wachawi wengine wameshatangulia. Sidhani hapa ndiyo nyumba ya kina Zena. Sidhani kama tumekosea. Ndiyo hapa, hatuna muda kupoteza, tuvamie hivyo hivyo. Gonga mlango tuingie ndani. Ona ili bwege nalo, mawazo yake ya kipumbavu tu. Yaani ushaona lini mchawi anaenda kugonga mlango aingie? Mchawi anaingia kwa njia ya kichawi. Hao wewe mwenzangu unafanya uchawi wa aina gani? Mbona kama mshamba? Sisi tutaingia kwa njia zetu za kichawi. Tutapita kwenye pembe. Afu kweli inabidi tupite kwenye pembe. Unajua kwenye nyumba kuna kuwa na pembe 4. Pembe ya kwanza ya kulia, pembe ya pili ya kushoto na nyingine ambayo imekaa upande mwingine. Kwa hiyo mimi nachoona tuingie kupitia hizo pembe, lakini inabidi tupige na ile ngoma yetu kikachewa ili tuweze kuingia kirahisi. Mimi nadhani wewe unaikumbuka ile ngoma. Naomba unipigie biti tuweze kuzama humo ndani. Kweli, yani huyu asemayo ni ya kweli kabisa. Huwezi ukamloga mtu mkubwa kama huyu, inabidi umloge kwa njia ya ngoma ya kikachewa. Inabidi tupige mdundo, na mdundo wetu mimi naukumbuka. Kwa hiyo mko tayari kwa ajili ya ngoma? Ndiyo, watupatie biti, tuyakate mayeno ya kichawi, tuyazungushe. Ni muda mrefu sichakatika mie. Mke wangu, Mama Rebeka, leo nimechoka sana. Kazi imekuwa nyingi sana, nahitaji kupumzika. Pole sana mme wangu. Kwanza nilikuwa na wasiwasi, nikasema huyu mbona amechelewa kurudi hivi? Wasije kama amemteka huko njiani. Vipi uko tokako lakini? Alhamdulillah mke wangu. Kikubwa chao kidogo cha kwetu. Tumshukuru Mungu. Siku zinasonga. Kwa kweli leo kazi imekuwa nyingi sana kazini kwangu. Zimekuwa ni nyingi. Ukisikia kazini kwa mtu kuna kazi, basi ndio leo. Sana mme wangu. Yaani kwa kweli Mungu tukujalie uweze kufanikiwa katika kazi zako na mipango yako. Lakini leo kuna taarifa ambayo nitakiwa nikwambie mme wangu. Inabidi uifahamu hii taarifa. Ni taarifa ya msingi na huwa unaipuuzia. Mama Rebeka, kama sio mbea ni kitu gani kingine hicho tena? Na taarifa mme wangu ya kifo. Unamfahamu yule mjumbe wetu wa nyumba 10, yule mzee tumbo amefariki. Yaani maskini amefariki yule baba. Na ukiangalia watu wamekuwa kifa wengi sana katika kijiji chetu. Sijui shida ni nini, lakini nimesikia kutoka kwa marafiki zangu na mashoga zangu wananiambia kwamba yule mama 3 na yule mzee ndevu 2 wale ni wachawi. Naanza kupata picha. Yawezekana ikawa ni kweli. Maana kinasikiaga tu mama 3 na yule mzee ndevu 2 wale ni wachawi. Hivi kumbe na wewe umeyasikia maneno? Mme wangu, mpunguza sauti. Wasikilize wachawi. Wasikilize mme wangu. Wako nje nyuma yetu. Wasikilize mme wangu. Mimi naogopa. Ni kweli sauti yao naisikia kwa mbali. Mbona kama sauti ile ya yule mzee Kipala. Na msikia na yule mama 3. Sikiza. Jamani, uchawi upo. Mke wangu, uchawi upo. Hamsikiza vizuri. Mbona nasikia kama sauti lazima tumle huyu. Lazima tumle leo. Yule mzee wa nyumba ya 3 pale. Mke wangu, nasikia vizuri kweli? Ndiyo mwenzako, naogopa jamani, naogopa. Sinafanyaje jamani? Inaonekana leo wamekuja kuchukua mtu ndani. Cheketu tutakuloga mie. Haya wanangu. Zamu yake Zena pigwa tunguli leo. Haya wana. We sekete zamu ya nani leo? Baba yake Zena twamla nyama leo. Haya wanangu. Twamla makende na makongolo leo. Haya wanangu. Yo, naisikia sauti kwa mbali. Afu namsikia namtaja Zena hapa. Ina maana mwanangu Zena au ni Zena yupi huyo? Ni mwanangu Zena au ni nani tena huyo? Yaani hawa watoto ni wapumbavu sana. Hemu wasikie, yaani wachawi wa siku hizi. Baba yake Zena twamla nyama leo. Haya wanangu. Twamla makende na makongolo leo. Haya wanangu. Kwani mke wangu umeweka wapi ile maji ya upako? Maji ya Mwamposa yako wapi mke wangu? Ile maji ya Mwamposa mme wangu kwa bahati mbaya nimeyasahau. Nimeyasahau kwa shoga yangu nilipokwenda kufuata hela kikoba. Nisamehe sana mme wangu. Mungu wangu, mke wangu, zana hiyo unaiacha vipi? Hiyo ni zana yetu. Kwa nini unaiacha mke wangu? Unajua kabisa maji ya Mwamposa yangeweza kuondoa kila aina ya pepo ambayo inataka kuingia kwenye nyumba yetu. Tunafanyaje sasa? Na mwanangu Zena yuko wapi? Tupo hatarini sasa hivi kuisha. Mbona mume katika mke wangu? Nani amezima umeme? Hao ndo wachawi wenyewe hawa. Mshindwe pepo, mshindwe katika jina la Yesu, mshindwe.
Una namna kutukimbia leo. Leo lazima tukuchukue. Ni lazima tuondoke na wewe. Jirani, saidia jirani Masai. Jirani Masai, naomba unisaidie. Ashe Omalangai. Nini jirani? Nini kibaya kimekukuta? Acha tu baba yoyo. Yaani kilichotokea nyumbani, huwezi amini. Mimi nilikuwa na mume wangu ndani. Tulikuwa tunasikia wachai wanaimba huko nje. Mara ghafla mume wangu akachukuliwa kichawi. Sijui amekwenda wapi. Namtafuta kila sehemu sijafanikiwa kumpata. Pole sana mama yoyo. Umejaribu kwenda kwa waganga? Labda niweze kusaidia. Bwana, kwa kweli sijawahi kufika kwa mganga, hata kusubutu kukanyaga kilingeni sijawahi, na sijui mganga yoyote anayepatikana hapa kijijini. Hiyo itakuwa ni majini imekuingia. Jitahidi kwenda kwa mganga, anapatikana kijiji cha pili hapo. Itakusaidia sana rafiki. Kazi nzuri sana. Kazi nzuri sana. Nimeipenda hiyo kazi mlioifanya. Nimependa sana. Nashukuru sana kuweza kukamilisha hii kafara. Yaani hapa nitawapandisha cheo. Mmefanya kazi nzuri sana. Usijali mchawi mkuu. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kutekeleza kila angizo utakaotuambia. Kama ni kwenda kuloga, sisi ndo makungwi wa kwenda kuloga. Tutaenda kuloga kila nyumba. Yaani wewe tunasubiri tu maelekezo yako. Utupe maelekezo. Tunaenda kuyatekeleza. Hiyo kabisa. Yaani hii kazi ya kuloga ni kazi nzuri sana. Yaani siwezi nikaiacha. Yaani mimi kwa kweli na enjoy kuloga. Na enjoy sana. Yaani mkuu, uendelea kutupa kazi. Sisi ni vijana wa kazi, hatuwezi kuacha kazi. Yaani tuna enjoy sana kufanya hii kazi ya kuloga, kuwafanya watu wawe mandondocha, kuwafanya watu watumikie sisi. Yaani kwa kweli tuna enjoy sana. Nzuri sana vijana wangu. Yaani kwa kweli hamjawahi kuniangusha kwenye kazi zangu. Kutokana na kazi mlioifanya, naenda kuwapa ofa. Wachawi wote mkawafikishia taarifa hii kwamba wachawi wote watapumzika kwa muda wa wiki moja. Kutakuwa hamna kazi yoyote wala shughuli yoyote ya kuloga. Mtapumzika ndani ya wiki moja, na baada ya hiyo wiki mtarejea kilingeni, turudi kwenye kazi ya kuendelea kuloga katika kijiji hiki.